Anza vizuri, nianze na utangulizi kwamba mimi kama meya manispaa ya Iringa nimekuwa na matukio sasa mengi yanayohusiana na kushtakiwa mahakamani na Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2014 nilishtakiwa na Chama cha Mapinduzi kwa sababu nilishinda nafasi ya mwenyekiti na kwamba nilitumia rushwa kupata nafasi hiyo. Lakini sambamba na hilo, mwaka 2015 baada ya kushinda nafasi ya udiwani, bado Chama cha Mapinduzi kilinishtaki kwa kupitia diwani wake na hatimaye wakasema nimetumia rushwa ili kushinda nafasi hiyo. Nimeendelea kuwa na kesi nyingi, zote zikihusiana na watu wa Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2018, mwaka jana mwezi wa 12, nilishtakiwa na katibu wa UVCCM manispaa ya Iringa ya kwamba nilikusudia kumuua na bastola, na hivi ninapozungumza kesi hiyo sasa hivi bado iko mahakamani inaendelea. Na hivi sasa juzi tarehe 15 nimeshtakiwa na dada moja ambaye anaitwa Nancy Nyarusi ambaye ni kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi na ni kiongozi wa UVCCM katika manispaa ya Iringa, naye akinitumu kwamba nilimuomba rushwa kwa ajili ya kazi ambayo alipata katika manispaa ya Iringa. Kwa hiyo nimeona nianze na haya machache ili muone namna ambavyo mimi nina kesi nyingi na wote wanaonishtaki ni kina nani. Lakini jambo la msingi kabisa ni kwamba Chama cha Mapinduzi kimekuwa na hujuma mazito sana kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika manispaa ya Iringa. Hujuma ambazo zipo wote tumeona. Walianza na swala la kununua madiwani. Kuna takribani madiwani 10 kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambao walinunuliwa na hatimaye wakaenda CCM. Lakini lengo la kununua hao madiwani ilikuwa ni kuhitaji halmashauri na kumpata meya atokane na CCM. Lakini kwa bahati mbaya Chama cha Mapinduzi wakati wanaanza na zoezi hili hawakujipanga vizuri, hawakuzisoma kanuni za kudumu za halmashauri. Na badala yake wamekuja kufanikiwa kupata madiwani 14 na Chadema ilikuwa na madiwani 14, lakini walipokuja na hoja ya kutaka kumtoa meya madarakani walikuja kuona kwamba kuna ugumu kwa sababu sheria na kanuni inataka 2/3 ya madiwani lazima wajaze petition ya kukubaliana na hoja hiyo. Kwa kimsingi jambo hilo wakaona limeshafeli. Na baada ya kufeli jambo hilo, sasa wakaja kwenye kanuni, wakazisoma kanuni, wakajipanga kwamba waje na kanuni hivi. Ukisoma kanuni ya 73 ya kanuni za kudumu za halmashauri na kanuni ya 83, naomba nizisome ili muweze kuzijua. Kanuni ya 73 ambazo ni kanuni zinazoongozwa na halmashauri inasema hivi: kiti cha mjumbe wa halmashauri kitakuwa wazi endapo mjumbe 1 atafariki, 2 atakubali kuwa na ajira na mtumishi wa manispaa, lakini 3 kwa mujibu wa sheria yoyote atatangazwa kuwa hana akili timamu, lakini 4 atakuwa yuko chini ya hukumu ya kifo au kifungo kinachozidi miezi 6. Wao wanaona inaweza ikawasaidia ili kuweza kumtoa meya madarakani na pengine kushinda nafasi ambayo walikuwa tumehitaji kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi binafsi nimekuwa na matukio mbalimbali ambayo yanahusiana na hizi kesi. Mwaka jana nilipata kesi ambayo walalamikaji walikuwa ni Chama cha Mapinduzi na katibu wa UVCCM, lakini kesi ile imekuwa ni ngumu sana mahakamani. Hivi ninavyozungumza kuna mahakimu wawili wameshajitoa na sababu za kujitoa hata hawasemi. Lakini kesi imekuwa ni ngumu kwao kushinda, na ndio maana sasa wakaamua sawazi kuja na staili nyingine ambayo kimsingi wao wanaona inaweza ikafaa. Sasa kwa hoja hii kinachotafutwa na Chama cha Mapinduzi ni namna ya kumtia hatiani meya ili apatikanike na kosa mahakamani, ili afungwe zaidi ya miezi 6 ili kusudi nipoteze nafasi yangu. Lakini kwa nini wanafanya hivi jambo? Wanafanya haya yote ya kuniharasi na kunishtaki mahakamani na kunionea kwa sababu nilikataa kupokea takriban shilingi milioni 200 ambazo nilishakaa na vyombo vya habari, na saa nyingine nilitaja mpaka watu ambao washakuja kunishawishi. Na hivi ninavyozungumza, mara ya mwisho wakati kesi yangu inaendelea ya kumiliki ya kutaka kumpiga mtu na risasi, walikuja baadhi ya viongozi ambao wakanishawishi wakasema, mheshimiwa, kama uko tayari tukupatie hizo fedha, sisi tupo tayari kwenda kufutia hiyo kesi. Lakini kwa heshima ambayo wamenipa watu wa Iringa,
kwa heshima ambayo wamenipa watu wa Iringa na waheshimiwa madiwani, nikaona ni nafuu sana niendelee kuwa mtiifu kwa wananchi kuliko ni kuwa mtiifu kwa watu wachache, hasa ambao wananunua haki ya walio wengi. Kwa kimsingi nimeendelea kuwa na huu msimamo, na pengine huu msimamo wangu wa kutokupokea zaidi ya shilingi milioni 200 ambazo wamekuwa wakiniahidi Chama cha Mapinduzi, ndio sasa imefika mahala sasa uwaje na staili zingine za kuhakikisha wananipa kesi na kunifunga mahakamani ili kanuni hii ya 73 kipengele kidogo cha D kiweze kufanikiwa. Lakini sambamba na hilo, bado nimeendelea kuwa mwenye imara katika kutimiza majukumu yangu ambayo wananchi wamenipatia. Lakini sambamba na hilo jambo, kumekuwa kuna mambo tofauti ambayo yanafanyika. Hiyo tarehe ya juzi ya tarehe 15, kimsingi mimi nilikamatwa na TAKUKURU kwa sababu nilichukua fedha ambazo nilikuwa nikimdai Nancy, na kwa sababu masuala sasa yako mahakamani, sitazungumza kiundani sana kwa sababu mengine najua mimi atanisaidia nikiwa mahakamani. Najaribu kuzungumza kwa ufupi ili basi walau watu jue story, kwa sababu kuna baadhi ya mambo mimi najua yatanisaidia nikiwa mahakamani. Lakini nimekuwa na hoja ambazo mimi najiuliza kwamba kama mimi nimepewa shilingi milioni 2 kwa ajili ya rushwa, tunakuja kujiuliza kwamba huyu Nancy ambaye alipata kazi ya kukusanya ushuru, alipata kazi mwezi wa 6 katika manispaa ya Iringa. Sasa swali najiuliza, hii rushwa inakuwaje ije itolewe mwezi wa 11 kama kazi alipata mwezi wa 6? Ninachokijua kama masuala ya rushwa huwa hela zinatolewa ndipo mtu anapata kazi. Haiwezekaniki mtu akapata kazi akakaa miezi 6 halafu eti aje atoe hiyo rushwa. Lakini sambamba na hilo, huyu dada ambaye anafanya kazi manispaa kama mzauni, kila mwezi amekuwa akipata gawio lisilopungua milioni 6 kwa kazi ambayo anaifanya. Kwani mtu ambaye anapata pesa kila mwezi. Sasa hoja ambayo mimi nakuja kujiuliza kwamba ilikuwaje hiyo rushwa ambayo mimi niliomba aje aitoe mwezi wa 11. Ni vitu ambavyo mimi pamoja na ninyi waandishi wa habari na wananchi tunapaswa tuendelee kujiuliza. Lakini jambo la kipekee zaidi, namna ya ukamataji ambao walinikamata siku hiyo katika hoteli ya Jento hili, pia na lenyewe lilinipa wasiwasi mkubwa sana. Wakati nimefika hapo Jento hili kwa ajili ya kukutana na huyo dada ambaye alisema na mgeni wake hapo, dakika chache walikuja maafisa wa TAKUKURU na wakaniambia, mheshimiwa, uko chini ya ulinzi, una fedha ambazo ni za mtego. Nikamwambia ni kweli nina fedha ambazo milioni 3 ndio nazo nyumbani na shilingi milioni 2 nimepewa na Nancy ambaye ilikuwa ni kimdai. Wakasema tunaomba ushuke chini. Wakati nikishuka kwenye gari, basi huyo Nancy yeye alitoweka na hatimaye nikabaki mimi peke yangu. Baada hapo waliitwa mashuhuda wa zoezi hilo, makada wa Chama cha Mapinduzi, akiwepo Geoffrey Mungai. Wao ndio walikuwa makada wa kushuhudia jambo hilo. Lakini sambamba na hilo, walikuwa na makada wa Chama cha Mapinduzi wengi ambao walikaa nyuma ya fensi wakitizama zoezi linaloendelea. Hata walikotoka mimi sikujua, lakini bado sikuwa na wasiwasi. Zoezi hili lilifanyika vizuri mpaka mwisho. Wakanambia, mheshimiwa, hizo fedha milioni 3 zingine ambazo wewe umetoka nazo nyumbani, sisi hatuna shida nazo. Shida yetu ni hizo fedha ambazo umepewa na huyo dada. Na kwa bahati mbaya manake na yeye pia wanamfahamu. Lakini sambamba na hilo jambo, wakati naanza kusachiwa, alikuja afisa mmoja wa TAKUKURU akatamka kwamba tunaomba ufanye hilo jambo uwe mtiifu. Usipokuwa mtiifu tutatumia bastola. Mimi binafsi niona ni maneno ya kunitisha. Niona kunitisha kwa sababu sikuwa na mgogoro, sikuleta vurugu, lakini kitendo cha kutamka kwamba usipokuwa mtiifu tutatumia bastola, niona kama ni maneno ya kunitisha. Lakini bado nilikuwa ni mtiifu, wakafanya kazi yake yote na hatimaye wakawa wamemaliza. Lakini sababu na hilo jana, tarehe ya jana wakati mimi niko TAKUKURU ninahojiwa, mkuu wa mkoa wa Iringa alitia vyombo vya habari na kuanza kuzungumza habari hii ambayo kimsingi alienda beyond sana. Bado hata mahakamani nilikuwa sijafikishwa, bado inachukua maelezo. Yeye alisikika akitamka kwamba yeyote ambaye atahusika na mambo ya rushwa atafungwa. Sasa tunachokifahamu, yeye sio hakimu, wala sio mahakama, yeye ni mkuu wa mkoa. Sasa inakuwaje jambo hili ambalo mimi binafsi naona kama ni dogo sana, yeye aanze kuliingilia wakati hata bado mahakama bado sijapelekwa? Kwa binafsi naona mimi ni jambo ambalo ndani yake kuna vitu ambavyo vilipangwa.
Lakini sambamba na hilo bado nikaendelea kujiuliza, TAKUKURU katika mkoa wa Iringa wanafanya kazi nzuri sana. Moja ya taasisi ambazo zinafanya kazi nzuri ni pamoja na TAKUKURU. Tumeshuhudia TAKUKURU wana kesi nyingi sana mahakamani, lakini hakuna siku hata moja walishai kutoa press release kwa waandishi wa habari kwamba fulani bin fulani tumemkamata kwa rushwa. Lakini ni mimi tu jana waliweza kutoa press release kwa waandishi wa habari, wakaeleza kwamba nimekutwa na hizo fedha, jambo ambalo hawakufanya vibaya, walifanya vizuri. Kitu najiuliza ni kwa nini wanapokamata watu wengine huwa hawafanyi hivyo kwenye vyombo vya umma, na Watanzania tujue kwamba TAKUKURU mkoa wa Iringa unafanya jambo fulani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo bado ninajiuliza sana. Lakini kipekee tu niweze kuwashukuru sana watu wa Iringa kwamba mimi kama meya manispaa Iringa bado nipo imara sana. Nipo imara kwa maana kwamba yale ambayo natakuwa niyafanye kwa miaka 5 nitaendelea kuyafanya na nitaendelea kuwa mwaminifu sana. Niseme jambo kwamba siwezi nikapokea rushwa ya shilingi milioni 2 wakati Chama cha Mapinduzi kila siku wananifuata kwa fedha nyingi. Nitakuwa ni mtu ambaye kwa kweli sina akili sana. Zile fedha hazina malalamiko yoyote, zaidi ya milioni 200 nadaiwa nitoe nipewe, halafu nene nikachukue fedha shilingi milioni 2 kwa mtu, ilikuwa ni jambo ambalo kwangu sio zuri sana. Kwa kipekee sitazungumza mambo mengi kama ambavyo nimesema kwamba